Hivi umewahi kuwa na hisia kwamba unajitahidi kuwa mwema kwa kila mtu, lakini bado unaumizwa zaidi? Unahisi kwamba unapofanya mema, wengine wanapindua upande mwingine, au wanachukua faida ya moyo wako safi. Leo tutaeleza kwa nini watu wenye upendo na huruma, ambao ni wema, hupata maumivu zaidi maishani. Na ndio sababu ya kisaikolojia inatuonyesha haya yanatokea. Hii ni story ambayo inaweza kubadilisha jinsi unavyofikiria kuhusu kuonesha upendo. Moja, lazima uelewe psychology ya huruma. Wacha tuelewe psychology ya watu wenye huruma. Watu hawa ni empath, kwa maana ni watu wanaoweza kuhisi hisia za wengine kwa nguvu sana. Kwa maneno mengine, unapoona mtu mwingine akiumia, unahisi uchungu wake kama ni wako. Kwa upande wa positive psychology, tabia hii ni nzuri kwa jamii. Inaonyesha mtu ni compassionate, ana empathy na anajali wengine. Lakini hapo ndipo changamoto inaanza. Wakati mtu ni empathetic sana, wengine wanahisi wanaweza kumtumia. Hii ina maana kwamba huruma inaweza kuonekana kama weakness, hata kama ni nguvu. Kisaikolojia inaitwa kindness exploitation, au wapi wengine wanachukua faida ya moyo wako mwema na jambo halisi, na wengine wanashindwa kuelewa ni kwa nini hii inatokea. Kwa nini watu wenye huruma huathirika zaidi? Moja, kuangalia wengine kwanza, wawe wa mwisho. Watu wenye upendo mara nyingi huweka mahitaji ya wengine mbele yao. I will help you first. I will sacrifice my comfort for you. Ni mindset yao. Hii inasababisha kuwa prone kwa maumivu ya kihisia, kwani wengine wanaweza kushindwa kutoa reciprocity, kwa maana kuwarudishia kile kitu cha wema ambacho wametendewa wao. Pili ni kutojali boundaries, mipaka. Wenye huruma sana mara nyingi hawawezi kuweka boundaries. Wanasema ndio hata wanapohitaji kusema hapana. Kisaikolojia kinasema no boundaries, more vulnerable. Wakati mipaka haipo, mtu mwingine ana nafasi ya kukuumiza bila wewe kujua. Tatu, kutegemea tabia ya wengine. Kuna expectations isiyoonekana. Kwa kuwa mimi ni mwema, wengine watakuwa wema pia. Lakini kweli dunia haifanyi kazi hivyo. Hii inapeleka disappointment kubwa, na mara nyingi watu wenye huruma wanakumbana na betrayal, usaliti. Nne ni kuweka moyo wako kwenye mtu asiyethamini. Empathy mara nyingi hufikiria maybe I can help them, maybe they just need my support. Lakini wapo watu ambao hawajali, wanaweka faida yao kwanza. Psychology inasema hii ni sababu kubwa kwa nini watu wenye huruma huumia zaidi. Hebu tuangalie kwa undani psychology nyuma ya hili. Moja, kuna kitu tunaita mirror neurons. Hizi ni neurons kwenye ubongo ambazo zinatufanya tuone na kufeel hisia za wengine. Watu empathetic wana mirror neurons active sana. Hii inafanya uweze kuhisi uchungu wa wengine deeply. Lakini nyingine ni high emotional sensitivity. Wenye huruma wanajua hisia haraka. Wanapopata negative vibes kutoka kwa mtu mwingine, mwili unareact kwa stress hormones, na hawajui mara nyingi wanapoteza energy yao kwa worry. Tatu ni overthinking na self blame. Wakati mambo yanapokuwa mabaya, empathetic wanazisoma kwa detail na mara nyingi kujibaka. I should have done more. Hii inazidisha maumivu. Kwa ufupi, unyenyekevu ukijumlisha na empathy, ukijumlisha na high sensitivity, unapata kitu tunaita recipe ya emotional hurt, maumivu. Sasa kuna myth kuhusu watu wenye huruma. Watu wengi wanafikiri kuwa mwema ni weakness. Hii ni misconception kubwa. Kuwa kind ni strength, lakini bila strategy inakuwa vulnerability. Kwa maana ni rahisi sana kuwa attacked. Myth ya kwanza ni kwamba kuwa mwema kila wakati inakufanya kuwa weak. Sio kweli. Ni kama kuwa fighter wa moyo, lakini lazima ujue wapi kupigana na wapi kutogiria. Myth ya pili, hawataumiza mtu mwenye moyo safi. Really, wengine wanachukua faida. Hii inatokea kwa psychological loophole. Compassionate people attract those who want free emotional support. Myth ya tatu ni kama unajali, hakuna hatari ya heartbreak. Hiyo ni wrong. Upendo huwezi kulock na kupredict behavior ya watu wengine. Strategies za kuishi bila kuumia sana. Sasa, ikiwa wewe ni empathetic, haimaanishi lazima uumwe kila wakati. Hapa kuna psychological backed strategies. Moja, set boundaries, weka mipaka.
Hii ni moja ya sheria nzuri sana. Boundaries are not walls, they are bridges to healthy relationship. Weka wazi lini unaweza kusaidia na lini uwezi. Lakini pia tunasema choose who to invest in. Usisambaze upendo wako kwa kila mtu. Angalia mtu anayoheshima na kuonekana reciprocity. 3, practice self-care. Emotions kubwa zinahitaji recharge. Usiruhusu huruma yako iishe energy yako. Meditation, journaling au even small breaks daily zinasaidia kumanage stress. 4, detach emotionally from toxicity. Watu wanaotumia upendo wako wanahitaji kuwekwa distance hii ili ego isurvive. 5, understand your value. Kuwa empathetic is your weakness. Kila emotional investment inastahili appreciated. Ukijua hii heartbreak inakuwa less ni trauma na wala si trauma. Lakini 6, learn psychological awareness. Kujua psychology ya manipulation na kindness expectation kunasaidia kuona pattern mapema. Knowledge is power, especially emotional knowledge. Kwa hiyo, kwa nini watu wenye upendo hupata maumivu zaidi? Si kwa sababu ni weak, bali kwa sababu wanahisi zaidi, wanajali zaidi na mara nyingi wanapuuzwa au kuchukuliwa faida. Psychology inatufundisha kuwa empathetic ni strength, lakini lazima ujue strategies. Kumbuka kuonesha huruma sio kosa, lakini kuonesha huruma bila boundaries ni sawa na kitu tunaita unafanya invitation kwa maumivu. Weka mipaka, chagua wapi unatumia energy yako. Nafahamu kuwa dunia ina watu tofauti. Empath ni power. Sawa. Usiruhusu heartbreak ikufanye kuhesabu empathy yako. Badili mindset, I feel deeply, I care consciously, and I protect my peace. Hii ndio njia ya kuishi na moyo safi bila kuumia kila mara. Ikiwa umejifunza kitu leo, subscribe kwenye channel yetu, share video hii na marafiki wako empathetic, na comment chini jinsi unavyoshughulikia heartbreak yako. Kumbuka unajali ni nguvu, si udhaifu. Asante.